Kwanza ni muktasari wa habari za ulimwengu na msomaji ni Jamhuri mwa Vyombo akiwa Nairobi. Shukran Regina, karibu msikilizaji. Maelfu ya watu wamekimbia kambi ya Zamzam ambayo ndio kambi kubwa zaidi nchini Sudan, kambi ya wakimbizi wa ndani ya nchi iliyoko eneo la Darfur. Ni tangu wanamgambo wa RSF kuchukua udhibiti wa kambi hiyo. Hii ni baada ya mapigano makali ya siku kadhaa yanayoripotiwa yalisababisha vifo vya zaidi ya watu 400. Wengi wa waathiriwa wako katika hali mbaya ya kiafya kutokana pia na upungufu mkubwa wa chakula na madhila ya kivita. Nathaniel Raymond kutoka shirika la utafiti la Yale huko Marekani ni miongoni mwa wanaofuatilia hali ilivyo, wakitumia pia mitambo ya satellite. Kuna uharibifu mkubwa unaoendelea. Picha za satellite zimeonyesha wazi jinsi raia wasio na hatia wanavyouliwa kiholela. Wafanyakazi wenzetu 9 pia, hususan katika shirika la kutoa misaada ya kibinadamu liitwalo Relief, ni miongoni mwa waliouawa. Huu ni uhalifu dhidi ya ubinadamu, na muhimu zaidi kwa sasa ni jinsi gani ya kuhudumia maelfu ya wanaotoroka mashambulizi ya vikosi vya RSF na raia ambao tayari ni dhaifu pia wanakabiliwa na taharuki ya kuitoroka kambi hiyo ya Zamzam ili kuokoa maisha yao, lakini sasa wanafariki pia kutokana na ukosefu wa maji na chakula. Rais wa Marekani Donald Trump amemlaumu kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky sambamba na rais wa Urusi Vladimir Putin kwa maafa na vifo na majeruhi vinavyoendelea kutokea kutokana na vita baina ya mataifa hayo mawili. Alikuwa akijibu swali aliloulizwa na waandishi wa habari katika ikulu ya White House. Mamilioni ya watu wamefariki kwa sababu ya watu watatu. Nitasema watu watatu. Tuseme Putin wa kwanza, lakini tuseme Biden ambaye alikuwa hajui chochote anachokifanya. Yeye ni wa pili, na Zelensky, na kile ninachoweza kufanya ni kujaribu kuzuia mauaji hayo. Hilo tu, na nadhani tunaendelea vyema na jitihada hizo. Hivi karibuni mtaona mapendekezo mazuri tu. Saudi Arabia inapanga kulipa madeni ya Syria katika Benki ya Dunia ili kujaribu kusaidia taifa hilo kujijenga upya baada ya vita vya miaka kadhaa. Awali mataifa ya Uarabuni yalikuwa yanasita kutoa misaada kwa taifa hilo kutokana na vikwazo vya Marekani, lakini inaonekana sasa Marekani imeridhia tangu kufurushwa kwa utawala wa aliyekuwa rais wa nchi hiyo Bashar al-Assad. Na nchini Iraq takriban watu 1000 wamepatwa na changamoto ya kupumua baada ya dhoruba ya vumbi kukumba maeneo ya kati na kusini mwa nchi hiyo. Kipupo hicho kilikatiza pia umeme na maafisa kusitisha safari za ndege kutokana na vumbi jingi lilotanda hewani. Baadhi ya raia walipatiliza kuvaa barakoa kuepuka kupumua hewa hiyo iliyokuwa imejaa vumbi. Hii ni BBC. Muktasari wa habari za ulimwengu umesomwa na Jamhuri mwa Vyombo kutoka Nairobi. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Matangazo haya yanasikika kupitia Radio Free Africa Mwanza, Radio 1 mjini Dar es Salaam Tanzania, Voice of Busoga nchini Uganda, Milele FM nchini Kenya na Radio Muungano Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu wa bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook, andika BBC Swahili. Mimi ni Regina Mziwanda. Naam, kama ulivyosikia kwenye muktasari wa habari za ulimwengu kwamba makumi kwa maelfu ya watu wamekimbia kambi kubwa zaidi ya wakimbizi ya Zamzam nchini Sudan iliyoko katika eneo la Darfur baada ya wanamgambo wa RSF kuchukua udhibiti baada ya mapigano ya siku kadhaa. Shirika la madaktari wasio na mipaka limesema raia wameondoka katika kambi ya Zamzam iliyoko jimbo la magharibi la Darfur na kwenda katika mji wa Tawila ulioko umbali wa kilomita zaidi ya 70. Miongoni mwa watu waliouawa katika shambulio la hivi karibuni ni wafanyakazi wanaotoa misaada ya kibinadamu kutoka shirika la Relief International, moja ya wakfu chache zinazofanya kazi ndani ya kambi hiyo ya Zamzam. Akizungumza na BBC, Mathilde Vu kutoka shirika la Norway linalohusika na wakimbizi ameielezea hali hiyo kuwa ya kushtusha.
Miaka miwili iliyopita tulipoamshwa na vita tulishtushwa, lakini sasa miaka miwili baadaye, baada ya kile kilichotuamsha mpaka kile kinachotokea huko Al-Fasher ni cha kutisha, na sio kama dunia haijui. Tulitahadharisha muda mrefu. Sio mara ya kwanza kwa wafanyakazi wa misaada kuuawa katika kambi ya Zamzam, na ukweli ni kwamba hili linatokea tena kwa kiwango kikubwa. Ni jambo la kusikitisha na halikubaliki. Wiki hii Sudan inatimiza miaka miwili tangu vita vilipozuka mnamo tarehe 15 Aprili mwaka wa 2023 kati ya RSF na jeshi la Sudan. Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR, vita hivyo vimesababisha vifo vya maelfu ya watu, huku wengine wapatao milioni 13 wakilazimika kuyahama makazi yao na pia kusababisha janga la njaa katika maeneo mbalimbali ya nchi hiyo. Beldin Waliaula wa BBC amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kimataifa Ibrahim Rahbi, ambaye kwanza anaelezea athari za mzozo ulioko sasa nchini Sudan. Huu ni mmoja ya mizozo mibaya kabisa ambayo imeshuhudiwa Sudani. Tofauti kidogo unaweza kushuhudia hivi sasa ni aina ya vikosi, manake vita za nyuma za Sudani hazikuwa zina nguvu katika pande zote. Ni pande moja ilikuwa ina nguvu ikikabiliana na makundi yenye silaha ambayo yalikuwa ni vurugu za hapa na pale. Sasa mara hii wameingia kwenye mzozo ambao wenye makundi makubwa yenye nguvu. Yani ukitazama jeshi la Sudani, ukitazama RSF, karibu walikuwa wakilingana nguvu wakati wanaingia kwenye mzozo. Pia uwezo na misaada ambazo pande zote mbili zinapata. Na ubabe wa wanajeshi wakuu wa Rapid Support Forces Mohamed Dagalo na wa jeshi la Sudan Abdel Fattah Burhan bado unaendelea miaka miwili baadaye. Mbona jumuiya za kimataifa zimeshindwa kupatanisha wawili hawa? Kumekuwa na ugumu kwa kile kitu ambacho kinaitwa jumuiya za kimataifa, kwa sababu na tafsiri ya jumuiya za kimataifa hivi sasa ni kama vile maslahi ya watu. Sasa hivi kile kinafahamika kama jumuiya za kimataifa zimekuwa zikitazama mimi na muunga mkono nani au naungwa mkono na nani. Kwa hiyo unaweza kusema kuwa mgawanyiko wa kimataifa ndio unaweza kuwa umezalisha hiki ambacho kinatokea ndani ya Sudani. Si kitambo sana kundi la RSF lilizindua serikali mbadala mjini Nairobi. Wengi walitaraji kuwa baada ya kumwondoa Omar al-Bashir, Sudan itastawi kulingana na utajiri wake wa mafuta. Lakini hali si hali tena kule Sudan. Matumaini ya kupatikana kwa amani inazidi kudidimia kila siku. Mzozo huu kiingia mwaka wa 3 sasa. Je, mwelekeo ni upi? Mwelekeo bado ni mgumu sana, na kinachoelekea kwa hivi sasa mzozo mkubwa unarudi Darfur, na hicho ndio kimetokea. Ndio maana tumeshuhudia juzi kuanzia tarehe 10 kuna mashambulizi makali yamekwenda kwenye kambi ya Zamzam kule El-Fasher. Lakini tutashuhudia mapigano makali kule Al-Jazira, kwa sababu kinachoelekea Sudani ni kwenda kuigawa Sudani. Hakuna picha yoyote. Kile kilichoasisiwa Nairobi sasa kinataka kutimizwa kwa vitendo, kwa sababu tayari RSF wameondolewa Khartoum. Tayari unaigawa nchi kati ya kaskazini na mashariki, unaigawa kati ya kusini na magharibi. Jeshi linabaki upande wake, na RSF wanachokitafuta hivi sasa ni kuondoa mabaki ya jeshi upande wa jimbo la Darfur. Sasa Darfur jeshi bado liko maeneo mawili, El-Fasher na Al-Jazira. Hapo hii miji jeshi litaenda kusukumwa liondoke. Baada ya kuondoka jeshi, utasikia RSF wanatangaza kuwa Darfur ni eneo huru ambalo haliingiliani na upande wa pili. Kwa hiyo tunaweza tukashuhudia Libya mpya ndani ya Sudani ijayo. Mchambuzi wa masuala ya kimataifa Ibrahim Rahbi anahitimisha mazungumzo baina yake na Beldin Waliaula. Rais wa Marekani Donald Trump amesema kiongozi wa Ukraine Volodymyr Zelensky anapaswa pia kulaumiwa kwa vifo vya mamilioni ya watu pamoja na rais wa Urusi Vladimir Putin. Rais Trump alikuwa akijibu swali aliloulizwa na waandishi wa habari wakati wa mazungumzo baina yake nao na rais wa Salvador Nayib Armando Bukele katika ikulu ya Marekani. Mamilioni ya watu wamefariki kwa sababu ya watu watatu. Nitasema watu watatu. Tuseme Putini wa kwanza, lakini tuseme Biden ambaye alikuwa hajui chochote anachokifanya. Yeye ni wa pili, na Zelensky, na kile ninachoweza kufanya ni kujaribu kuzuia mauaji hayo. Aidha, Rais Donald Trump amewaonya viongozi duniani kwamba usianzishe vita isipokuwa uwe unajua kama utashinda. Makosa yalikuwa ni kuruhusu vita vitokee. Kama Biden angekuwa na uwezo na kama Zelensky angekuwa na uwezo, na sijui kama anao, tulikuwa na mazungumzo mazito na huyu jamaa hapa. Alikuwa tu akiomba zaidi na zaidi. Vita vile havikupaswa kuachwa vitokee. Niliongoza kwa miaka 4 na Putin hakuleta hoja hiyo. Na mara baada ya kufanyika hila katika uchaguzi na mimi sikuwepo tena, vita hivyo vilianza.
kwamba hakukuwa na njia ya kuweza kuzuia vita hivyo visitokee, na Biden alipaswa kuvizuia. Maafisa wa afya nchini Iraq wamearifu kwamba zaidi ya watu 1000 wanakabiliwa na changamoto ya upumuaji baada ya dhoruba ya mchanga kuyakumba maeneo ya kati na kusini mwa nchi hiyo. Afisa mmoja katika jimbo la Muthanna ameliarifu shirika la habari la AFP kwamba takriban watu 700 wanakabiliwa na changamoto ya kukosa hewa. Leonard Mubali na maelezo zaidi. Picha zilizosambazwa mitandaoni zimeonyesha maeneo hayo yakiwa yamefunikwa na ukungu mnene wa vumbi, huku vyombo vya habari vya nchini humo vikiripoti kukatika kwa umeme na kulazimika kusitishwa kwa baadhi ya safari za ndege katika maeneo hayo. Dhoruba za vumbi na mchanga ni kawaida nchini Iraq, lakini baadhi ya wataalamu wanaamini kuwa kwa sasa hali imeongezeka zaidi kiwango chake, kwani hutokea mara kwa mara kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Watembea kwa miguu na polisi walilazimika kuvaa barakoa na vifaa vingine maalum vya kujikinga na vumbi pamoja na mchanga, huku wahudumu wa afya wakiendelea kutoa huduma kwa waliokumbwa na matatizo ya upumuaji. Maafisa wa afya wanasema kwa hospitali katika jimbo la Muthanna kusini mwa Iraq zimewapokea takriban watu 700 wanaohitaji huduma baada ya kukosa hewa. Zaidi ya watu 250 walipelekwa hospitalini katika jimbo la Najaf na wagonjwa wasiopungua 322 wamepelekwa katika hospitali iliyopo kwenye jimbo la Diwania. Dhoruba hiyo ya mchanga na vumbi ilifunika majimbo ya kusini mwa Iraq kwa mfano wa wingu zito lenye umbo la chungwa ambalo lilipunguza muonekano hadi wa chini ya kilomita 1. Mamlaka zililazimika kufunga viwanja vya ndege katika majimbo ya Najaf na Basra. Hata hivyo, ripoti za wataalamu zinasema kuwa hali inatarajiwa kuimarika pole pole kufikia hii leo asubuhi, kwa mujibu wa taarifa za huduma za hali ya hewa za eneo hilo. Iraq imeorodheshwa na Umoja wa Mataifa kama moja ya nchi 5 zilizo hatarini zaidi dhidi ya mabadiliko ya tabia nchi. Na taarifa yake Leonard Mubali na tupeleka moja kwa moja viwanjani kwake Shadrack Mwansasu. Asante sana Regina Mzionda. Ni kwamba mwanasoko mkongwe na mstaafu katika ligi kuu ya soka ya Uingereza Kevin Campbell amefariki dunia kwa changamoto ya moyo pamoja na figo. Mshambuliaji huyo wa zamani wa klabu Everton pamoja na Arsenal amefariki akiwa na umri wa miaka 54 na muda wote alikuwa akipatiwa matibabu katika hospitali ya Manchester Royal Infirmary tangu mwaka jana 2024. Mkufunzi wa klabu ya ligi kuu ya soka ya England ya Newcastle United Eddie Howe amewashukuru mashabiki wa klabu hiyo kupitia ujumbe ambao ameutuma kupitia mtandao wa kijamii baada ya uongozi wa klabu hiyo kutoa taarifa kuhusiana na maendeleo mazuri ya kiafya ya kocha huyo akiwa hospitalini akisumbuliwa na homa ya pneumonia. Howe miaka 47 alipelekwa hospitali siku ya Ijumaa iliyopita baada ya kujisikia vibaya kiafya. Kocha huyo alikosekana pia kwenye mechi yao ya ligi kuu wakicheza mchezo wao dhidi ya Manchester United ndani ya dimba la uwanja St James Park siku ya Jumapili, ambapo waliweza kupata ushindi wa goli 4-1. Lakini wakati huo ligi kuu ya soka ya England imeendelea usiku kwa mkini leo Jumanne kwa mchezo mmoja pekee, ambapo AFC Bournemouth wakiwa nyumbani dhidi ya Fulham wameibuka na ushindi wa bao 1-0. Tukisalia kwenye soka, zipo taarifa ya kwamba klabu ya soka Chelsea mpaka sasa imetumia pesa nyingi zaidi kuwanunua mawakala vilabu vyote vya Premier kwa mwaka wa pili mfululizo, na shirikisho la soka England FA limeorodhesha idadi ya jumla inayolipwa kwa mawakala wa soka na kila klabu katika vitengo vitano vya juu vya soka kwa timu za wanaume Uingereza na viwango viwili vya juu vya timu za wanawake. Timu 20 za Premier League zilitumia jumla ya pound milioni 409.1 kwa ada kutoka kiasi cha pound milioni 409.5 katika kipindi cha awali. Kwa haya tu kwa ufupi asubuhi leo na hitimisha dondoo za kimichezo asubuhi leo. Shukrani sana Regina Mzionda. Shukrani. Na habari kwa asubuhi ya leo ni pamoja na miaka 2 imetimia tangu vita